Nataka nimshukuru mjumbe wenu na Mheshimiwa Dakala kwa sababu hao wameamua kuja hapa siku ya Easter. Leo ni Easter Monday. Wangeenda likizo mahali kupumzika, kwa sababu najua wengi wamefanya hivyo. So asante sana kwa kuja, na nyinyi kuja kwa wingi vile mmekuja. Hizi projects ni projects ambazo ziko katika wizara yangu, na serikali ina lengo la kuona ya kwamba karibu youth milioni 1 kwa miaka 3 wamepata mahali pa kujitegemea kama wana youth, kwa sababu tunajua youth wengi ndio wanasumbuka, hawana kazi, hawana vile wanaweza kuendelesha maisha yao. Ndio kwa sababu serikali ikaja na hizi projects. Project ya Nyota mmeambiwa ni nini, project ya Gadget mmeambiwa ni nini, na projects zingine mingi ambazo tutashirikiana na nyinyi na hao viongozi wenu kuona ya kwamba kila mtu ana kitu cha kufanya. Nina furaha nimeona mashine ambao wameleta tayari, na hii si hapa Ikolomani peke yake, ni Kenya mzima. Nimeamuru ule mkubwa wa MSEA kwenda katika kila county. Hawezi kwenda kila constituency kwa sababu ni nyingi. Aende kila county, na hapa Kakamega wamekuja hapa kueleza wananchi hizi projects, ndio wananchi wajue ni nini serikali inafanya, kwa sababu wengine walikuwa tu wanasikia MSEA, hata wajui MSEA ni nini, MSEA yenyewe iko wapi. Hii ni authority ambayo inaangalia wafanyabiashara wadogo kama nyinyi katika wizara yangu, na vile mjumbe wenu amesema, wengi wa wananchi hawajui wataenda wapi. Ndio kwa sababu mpaka tuwe na mpango ambao wewe ukiwa mahali popote unaweza kufikia MSEA bila kutumia nauli nyingi kufika kwa ofisi yao. Nafikiria tukikutana tutakuwa na jibu, kwa sababu tumeona hiyo shida ambayo iko. Juzi nimekuwa hapa Ikolomani kwa matanga ya ndugu wa Mheshimiwa Likulu, na mmoja wa wale walipata nafasi ya kuongea akasema, Oparanya abashire babere amkuru barera mpesa. Kila kitu mjue ya kwamba ina utaratibu, si kitu ya kuongea katika matanga. Una utaratibu ambao unafuatwa, na utaratibu ya kwamba mjue hii MSEA ndio ina register group zote mpaka mpate namba, mpate certificate, mjulikane kirasmi, ndio muweze kufaidika kwa pesa za serikali. Kwa sababu ukiwacha tu hivyo
groups zitakuja, sisi tuko na group na zinachukua pesa na zinaenda kutumia hiyo pesa kwa mambo ingine ambayo si ya biashara ambayo tunataka. So mkiwa na group yoyote paka muwe registered. Kama hajakuwa registered, sasa program kama hii atafaitika. Na hii program ya Nyota na Gadget ni program kubwa kabisa ambayo serikali itatumia karibu bilioni 33. Na mmeambiwa vile iko. Nimesema sisi katika wizara paka tushirikiane na wabunge, paka tushirikiane na MCA, wabunge nao washirikiane na MCA, washirikiane na county, ndio wajue wale vijana katika kila ward. Vijana wachukuliwe, na tuliamuru vijana 70 kuanza training katika kila ward. Na vijana wawe kwa groups ambazo wakitoka wanaweza kufanya biashara yao pamoja. Msiwe mnatoka kule na mna biashara mbalimbali. Kwa sababu kama wewe ni carpenter, ukiwa carpenter unataka ushikane na wengine ili uweze kupata machine, ile machine ambayo inakusaidia kufanya kazi yako kwa haraka. Na hiyo machine ni ya bei ya juu. Kwa hivyo tunataka tukusaidie mkiwa kwa group, tumletee machine hiyo ya bei ya juu, kwa sababu hamwezi kununua hiyo machine. Serikali inaleta hiyo machine na nyinyi mnatumia pamoja. Ndio tunasema common users facility. Na hiyo tunataka ienee kila kona ya Kenya. Hiyo ndio kitu itasaidia nyinyi vijana. Katika wizara tuna Kenya Industrial Estates, ambazo Kenya Industrial Estates ina maofisi hapa Kakamega. Nimeona afisa ambayo anahusika na mambo ya kaunti hii akiwa hapa. Kenya Industrial Estate pia iko katika wizara yangu. Na hii pia inasaidia kampuni ambazo zinataka loan mpaka milioni 20. Unachukua milioni 20, unanunua equipment zako, machine zako, zile unataka. Hata ukiwa mtu mmoja binafsi, unachukua hiyo loan kwa zaidi ya miaka 10 na interest ni 10% peke yake. Benki huwezi kupata interest kama hiyo. So Kenya Industrial Estate iko, Uwezo Fund iko pia katika wizara ambayo inasaidia vikundi za haswa za wamama. But tumesema pia vikundi vya vijana mko na uhuru kupata hizo pesa, na pia hata vikundi vya wazee viko na haki ya kupata hizo pesa, lakini ufuate ile sheria ambayo nimesema kuwa registered, uwe registered vile inatakikana. Muombe pesa ile mnaona mnaweza kutumia kufanya biashara na mrudishe hiyo pesa. Hiyo ndio mpango ambayo serikali iko. Na serikali imeweka pesa mingi. Na unajua serikali haiwezi kupepa hiyo pesa ilete tu hapa. Paka tuwe na utaratibu, ufanye maombi, wakuja wafanye evaluation, waone ya kwamba hii ni pesa ambayo itasaidia wewe. Katika MSME sector, hiyo ndio sekta ambayo serikali imelenga kuleta kazi nyingi kwa vijana. Kwa sababu katika Kenya mzima tuna MSME wale wanafanya biashara ndogo ndogo karibu milioni 17. Wale watu wanafanya katika MSME milioni 17.
zenyewe ziko karibu milioni 5. Hivi karibuni tutafanya survey tujue ni nani ako wapi na huyo tunaweza kumsaidia namna gani. Hiyo ndio mpango wa serikali, kwa sababu wakati ule mliona jinsi wakisema hawana kazi, ndio kwa sababu serikali imekuja na hii mpango maalum kusaidia nyinyi kama wananchi. Na pesa ni nyingi, usiwe na tisho ni wewe peke yako. Ukiwa na rafiki yako, najua vijana wote wa Ikolomana hawako hapa. Vijana wa Ikolomana ukiweka pamoja ni wengi. Wako wengine ambao hawako hapa. Wale hawako hapa, wewe ukiwa hapa, uende kule nyumbani pia wajulishe tuingie katika hii mradi. Tuna mradi pia katika wizara ambayo wale ambao wanataka kwenda kufanya kazi kule ng'ambo, na tunashirikiana na wizara ya wafanyakazi, Ministry of Labor, tunashirikiana nao kuangalia wale vijana pia wale wanataka kwenda kufanya kazi ng'ambo. Ukiwa na shida, hauwezi pata tikiti, huwezi pata pesa ya visa, tuko tayari kama wizara kusaidia wewe upate hiyo tikiti, alafu upate hiyo visa, alafu uende kule ng'ambo kufanya kazi. Hiyo pia serikali ina mpango kama huo. So tuna mpango mingi katika sekta ya cooperative. Pia tuna mpango mingi ambayo wananchi wanakuja pamoja, aswa katika sekta ya kilimo. Mnajua nchi yetu inategemea kilimo. Kilimo ndio msingi wa nchi hii. Ndio kwa sababu wale ambao wana mashamba madogo madogo katika sekta yoyote, ikiwa wewe una ng'ombe, unasalisha maziwa, una majani chai, unatoa majani chai, una avocado, pia mkiwa hiyo sekta muje pamoja, kwa sababu mnaweza kuwa hapa Ikolomani na mna namna ya ile ambazo ile mnasalisha vile itafika kule Nairobi au hata kufika kule ng'ambo. Ndio kwa sababu tunasema muje katika cooperatives, na cooperatives serikali itakusaidia kufanya marketing, kufanya processing ya hiyo vitu, kuona ya kwamba hata ukiwa na ng'ombe moja na ule wa ng'ombe 20, maziwa yako inafika kule KCC, inakuwa process, pesa inatoka huko inakuja kwa cooperative na wewe unalipwa haki yako. Hiyo ndio njia ambayo inasaidia watu wetu. Na katika Western region Kenya mzima tuko nyuma kwa mambo ya cooperative. Nikitembea kule mahali pengine kama Mount Kenya, kila mtu katika kila boma ako kwa cooperative hii au ile. Na hiyo ndio inasaidia maisha yao. Watoto hawana shida kupata school fees kwa sababu kupitia kwa cooperative unachukua pesa unalipa school fees mwaka mzima. Hakuna hii mambo ya kuja kusumbua member of parliament au kusumbua viongozi ati tunataka school fees. Tuna programs mzuri sana ambazo zinasaidia hao kupita kwa cooperative. Juzi nimekuja hapa, nilikuwa na mkutano kule Kakamega. Nikasema hii area yetu inaweza kupanda kahawa. Kahawa saa hii inaletea Kenya pesa mingi sana. Na wale ambao walikuza kahawa saa hii wanafuna pesa mingi. Na tena pesa hiyo wanalipwa kwa madola. Tumekuja na reforms katika coffee sector ambazo zinasaidia wananchi wale ambao wanapanda kahawa, wale wanafuna kahawa. Ndio kwa sababu nimeongea na hawa bunge wenu, nimeongea na MCA wote wa hapa wafanye sensitization kwa nyinyi wale ambao wana mashamba. Hata ukiwa na nusu eka, ukiwa na eka moja,
Ukiwa na eka 2 panda kahawa. Saa hii kahawa inatakikana kule nje kwa wingi. Hata Kenya tufanye namna gani, pengine tutachukua miaka 10 ndio tufike karibu kiwango kile ambao wanataka kule nje. So tumekuja na modern technology ya kupanda kahawa, na kwa mwaka 1.5 unafuna kahawa yako. Ukiwa na eka 1 hautapata chini ya shilingi milioni 1. Eka 1 kwa mwaka. Na hiyo itakusaidia kwa mambo mengi. Huyu mbunge wenu tayari tumeongea na nimemwambia arejeshe wale ambao wanataka kupanda kahawa hapa, mtengeneze mashamba yenu. Mkiwa tayari mimi nitaleta mbegu ya bure. Wenyewe sasa mpande na nimuonyeshe vile mtaendelea mbele. Tunataka tukifika mwaka wa 2027, 2028 hakuna mambo ya mbegu. Una pesa kwa mfuko. Mtu akija kwako anataka kura, unamwangalia vizuri. Akupa shilingi 50 unamwambia hii haitoshi. Ile iko kwa mfuko ni saidi. Na tunataka tufike hapa. Kwa sababu mimi nikiwa waziri nimepata nafasi ya kutembea kufika kule Mount Kenya, nimekuwa Meru, nimeona wale wananchi wa huko vile wanafanya. Utajiri ambao uko kule. Sikuona kijana yote akisimama na mimi nikunisalamia tu, sema huyu ndio Oparanya. Yeah. Lakini kwetu si unajua ile mambo inatokea. Oparanya kulano wa kule Korio. Lakini kule kila mtu ana ng'ombe yake, akiwa kijana na ng'ombe yake, ana duka yake, ana kahawa yake ya nusu eka, ana kila kitu, na watu wanaendesha maisha yao bila wasiwasi wote. Na wako katika circles mingi. Hizo ndio zinasaidia wananchi. Na kusaidizi na wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ulenge, uone hapa nasaidiwa. Kama hapa ninasaidiwa, ulenge hapa. Uone usaidizi gani wewe utapata hapa. Kwa sababu ukikaa nyumbani, kama pangine nyinyi hamungeweza kuja hapa, hamungejua yale ambao tumeongea hapa. Ni vizuri mkisikia viongozi wako mahali popote, fika pale na usikize kwa makini kabisa. Hiyo itasaidia wewe, na wewe pia usaidie familia yako, na mambo iendelee. Kwa sababu siwezi kusema nyinyi wote kujeni kule Nairobi mpate kazi. Shida kazi wewe mwenyewe unaweza kugenerate kazi yako. Ukiwa na industry kako kadogo, unaweza kutumia hiyo industry kuandika watu 2, 3 au 4. Ndio serikali inataka hivyo. Na hao watu ambao wewe umeandika pia watajitegemea kwa mambo yao. Hiyo ndio mpango wa serikali. Ndio kwa sababu MSME, hii biashara ndogo ndogo, is one of the most important pillar within the Kenya Kwanza government. Mambo ya kuongea kwa matanga hapa na pale, watu wanakuja, tutafika 2027. 2027 karibu miaka 2.5. Watu wanaongea mambo ya 2027. Hata ujui pengine utafika huko. Hata leo tukiwa hapa, wale wamesikwa ni wangapi? Ni wengi. Katika Kenya mzima ni wengi. So wewe kuja kama umepewa nafasi ya kuchakuliwa ukiwa kiongozi kiwango chochote, wewe kuja mbele ya wananchi na waambie yale utawafanyia ukiwa kwa hiyo kiti. Wenyewe wataamua 2027 watapikia nani. Kwa sababu hao watu wanawajua. Kama wewe umefanya kazi, wanajua wewe umefanya kazi. Watakurudisha kama wewe wanaona ulifanya kazi nzuri. Mimi na shukrani sana kwa watu ya Kolomani. Kwa sababu wakati nilikuwa gavana hapa, mlikuwa mnanipigia kura kwa wingi kabisa. Na hiyo ndio nashukuru,
Ndio kwa sababu nimeonelea kwamba leo ni siku ya likizo, lakini nije hapa niungane na nyinyi kwa sababu ya ile upendo ambayo tumekuwa na nyinyi na mimi nikiwa hapa Kavana. Na pia ndio kwa sababu hii mambo tumepanga na huyu bwana Shinali. Shinali katika bunge, yeye sasa ndio mwenyekiti wangu wa wizara yangu, kuangalia vile oversight katika wizara yangu. Na sasa yeye ni rafiki yangu, si mnajua? Sasa mambo wenyewe tutakuwa tu tunakaa na tunaamua, na nyinyi mnapata vitu yenu. Sasa hiyo ni shida. Ndio kwa sababu nilionelea nije hapa siku ya leo, kwa sababu kawaida serikali haifanyi kazi kama siku ya holiday kama leo, lakini tumeamua tuje. Na pia shukrani kubwa kwa wale maofisa ambao wamekuja kutoka MSEA, kutoka KIE, kutoka Uwezo Fund, ambao wamekuja hapa wakiwaachia mambo yao ya likizo ya Easter, na wakija kuungana na nyinyi na kumuonyesha vile nyinyi wenyewe mtakuwa tajiri. Mnaonyeshwa vile kupata samaki, mnaonyeshwa. So ni jukumu lako kutoka hapa uende nyumbani na ufikirie sana yale education ambayo umepata siku ya leo. Kwa hiyo nina shukrani kubwa, lakini mimi nitaondoka kwa sababu na mkutano mwingine mahali fulani kesho. Wale ambao watakuwa Vihiga pia nitapitia huko kwa salimu, alafu tushikane. Ombi langu ni kushikana sisi pamoja kama viongozi, tuone ya kwamba wananchi wanaendelea mbele. Basi nikitoka nilisikia mkisema hamna transport, nitapeana transport hapa. Sipeani transport kama waziri, mjue. Mimi napeana transport kama mzaliwa wa hapa, na pia napeana transport kama former governor. Sindio? Ndio kwa sababu napeana transport, na hii transport ni shilingi 1200. Nimepeana kwa gavana wenu, kwa MP. Nasikia pia yeye anataka kuwa gavana.